Tunapozungumza uchumba, yapo mambo mengi sana ya kuangalia, ambapo sasa andika somo linasema uchumba. Uchumbani. Uchumba ni hivyo hivyo uchumba. Tunasema uchumba ni kivuli cha ndoa, yaani kama picha ambayo bado kwa mtu ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa. Wangapi wako wanatamani kuja kuoa au kuolewa? Maana KGT hatuna masista wala mapadri. Tuna kina mama mwinjilisti, akina mama pastors na watumishi waimbaji wanaomtumikia Mungu katika roho na kweli. Na mimi nyuso zote hapa hakuna aliye tayari kutokuoa. Wote hapa msinidanganye bwana. Wote ninyi hapo si mnaombaga naonaga. Kama unabisha basi utasema mimi sio kweli. Ni maandalio ya watu kuingia kwenye ndoa. Unaweza ukaandika namna nyingine pia. Ni maandalio ya watu kuingia kwenye ndoa. Yaani kwamba mmoja na mwingine mnaweka maandalizi ya kuingia kwenye ndoa. Jamani, ndoa ya Kristo ina raha sana. Siku moja unakaa kwenye shela binti mzuri, wewe yani utasema kumbe unatisha hivi. Ndo naimba hivyo sasa, wimbo mahali pake sasa. Sio kumbe unatisha hivi huko barabarani unatembea unaelekea sokoni, unatisha wapi sasa? Upo kwenye shela unasema kumbe unatisha hivi. Yaani tunafurahi tunaona mtu anaimba kumbe unatisha hivi. Kwa hiyo sasa tunasema kwa sheria ya Tanzania, kijana aliyefikisha umri wa miaka 18 na kuendelea anaruhusiwa kuanzisha uchumba. Angalizo, mchumba sio mke ama mume. Andika hivyo. Mchumba sio mke wala mume. Hilo ni angalizo. Kae kabisa hapo. Kama Daudi hauna kalamu, mimi nina kalamu hapa, uandike. Kinipendeza kabisa naweza nikakuachia. Kwa hiyo tunaposema mchumba sio mke au sio mume, usifanye majukumu ya mke ama mume kabla ya ndoa, ni kosa. Hilo ni angalizo tumeweka hapo. Mistari 3 mstari wa 5 hadi wa 7 unaweza ukaandika hapo, tunakwenda tunaendelea. Alafu mimi niwashauri mmoja mnaandika na notebook. Sije hapa mbele niwe na kuuliza maswali. Msomaji, naomba huu unakuwa haraka kabisa hapo tukitaja you are good 5 hadi mstari wa 7. Inasemaje? Amen. Kwa hiyo msingi wetu hapo, tuko kwenye utangulizi, bado hatujaanza. Nakupa introduction. Kwa kwamba usitumie akili zako mwenyewe, bali mtangulize Bwana katika hili jambo. Maana ni swala la kimungu na ni swala la kibiblia kabisa katika habari ya ndoa. Watu wengi wako wanatumia akili zao na macho yao. Anaangalia binti mpaka awe na rangi nyeupe ndio anasema hapa nimepata maono. Awe ana kitu fulani atakwambia hapo nimeona maono. Awe mfupi kidogo nimepata maono. Awe mwembamba kidogo nimepata maono. Yani hapo manake unakuwa unatumia akili. Inabidi badala kwamba andiko linasema usitumie akili zako bali mtegemee Bwana katika hili jambo. Ukifanya hivyo manake utakuwa kwenye hatua nzuri sana ya kuitwa mume bora na mke bora kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa nini tunajifunza haya? Tunajifunza haya, hatutamani kuona vilio kwenye ndoa. Kuna mtu mmoja akaniambia mimi natamani kuoa mke kama wako. Nikamwambia omba, hapatikani barabarani huyu. Anapatikana madhabahuni pa Bwana. Omba, usiseme natamani tu. Hata kama wewe binti mtaenda kulala nini? Hata kama wewe binti ambaye unatamani kuwa na mtu mzuri, mume mzuri, inabidi upige magoti umuombe Bwana. Unakuja unaolewa na lidude. Unaweza ukasema nimepata mume kumbe umepata dude.
Kama kuna maduda hapa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mbona tu kwa hiyo binti, unaweza unamwomba Mungu, unapiga magoti, unabubujika vizuri. Kuna vijana unaweza kaitwa kijana, kumbe kijana. Kuna vijana madunga embe, unafahamu madunga embe? Yapo madunga embe ya vijana lakini yapo kwa hiyo lazima uombe. Unajisikiaje dunga embe linakuchumbia? Natoka na wewe, ni hatari, ni hasara sana. Unatamani bora nisingeokoka, alafu mwisho wa siku tu ningekutana baa, alafu mambo yakaenda. Kwa hiyo uchumba wenye mafanikio msingi wake ni Bwana na wala si hisia za watu au akili na matamanio yao. Hiyo ikae nzima nzima kabisa. Uchumba wenye mafanikio utakaopelekea ndoa yenye mafanikio sio msingi wake sio hisia za watu au akili na matamanio ya mtu. Hiyo ikae hivyo kabisa. Yaani kama kuna wakati unatumia hisia zako, akili zako, kuna mwingine atakuja hapa, kijana watu kaisha hapo maono, wewe utaisha vibaya sana. Usitishwe na ulaini wa ngozi, usitishwe na sura, usitishwe na mguu wa bia, usitishwe na jicho moja dogo, usitishwe na nini. Ukiongozwa na vitu kama hivyo, washila. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii inacheza kote kote, wavulana kwa wasichana. Kwa hiyo unatamani kuwa mtu mzuri, kuwa mtumishi wa Mungu. Kuna watu wengine wanaua huduma. Yaani unaweza nikakuoa halafu huduma zikafa, unaweza nikakuoa ndo basi tena. Kuna moto na maji kwenye ndoa. Unaweza ukaolewa halafu vitu vyako vyote vikawa haviendi. Maana wewe ni moto ili umeolewa na maji. Kwa maji na moto anazimwa hapo nani? Moto unazimwa. Jibu tu, usipojibu mimi nakwambia jibu tu. Haya, si bado? Kipindi cha uchumba ni kipindi cha maswali na majibu kwa Mungu kuwa ni mume au mke sahihi kwa baadaye. Upo kwenye utangulizi. Kwa hiyo kipindi hiki lazima ujue kwamba muulize sana Mungu. Kuna watu unakuta anachumbiwa, hajamuuliza Mungu, anasema hataki. Utakataa dhahabu. Ninawaambia. Halafu naomba nitoe angalizo moja. Kukataliwa kwenye uchumba sio laana. Na wala sio kwamba mtu ni mbaya. Hapana, ila Biblia ni kwamba Bwana anataka kutengeneze ama kutakase kwa ajili ya bora kesho zaidi. Iko hivyo. Kwa hiyo asije usije ukahisi kana kwamba labda nikichumbiwa nikikataliwa je? Liwalo na liwe, yani ukubali matokeo. Asiyekubali kushindwa huyo sio vumio ujibushi mlevu mola. Haya, secha kukuta. Kwa hiyo iko hivyo. Hakikisha unakubaliana na mambo kama hayo. Usiende kwa mtu kwamba labda huyu 100% lazima awe mke au lazima awe mume. Unaweza kumwona kijana mzuri amekupigilia wewe. Yaani kapiga suti ambazo hujawahi kuziona duniani. Yaani toku wote macho, hizo suti hujawahi kuziona, viatu hujawahi kuviona, tai yenyewe ya kimataifa. Halafu akakwambia halo be, nimepata maono, binti wa watu. Mimi ngoja kwanza. Nitakwambia basi. Pepo kabisa. Toka kwa jina. Soma kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umepata maono kwa nani? Kama umenielewa mimi, kamuelewe kwanza Yesu. Shida ukiambiwa nikuelewa unaisha. Shida yenu wasichana. Yaani kama nimekuelewa, basi binti wa watu chali. Akikwambia mimi wakati mwingine nafundisha maswali. Akikwambia nimekuelewa. Umenielewa? Asante kwa kunielewa.
Ninashukuru kwa kunielewa, lakini nakuomba kitu kimoja. Kamuelewe kwanza Yesu, halafu mimi ndivyo kanielewa vizuri. Yaani huwezi ukanielewa kama Yesu namuelewa, halafu utaona atakacho kujibu. Shida usiishe mapema. Yaani unalegeza macho. Umeomio. Amen. 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 Eh? Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani usikutane na kijana hivi, unakutana na kijana mara ya kwanza, akakuomba namba ya simu, katoa namba, akakwambia nimepata maono, unasema ndio. Na wewe si utakuwa ndo wale tu. Sasa hiyo ulikuwa ni utangulizi wa somo letu. Tumeshaanza kuona pameanza